Safari ya mpambanaji yoyote huwa na changamoto nyingi sana nyuma yake, na kukata tamaa huwa ni mwiko. Ndiyo maana nyota wa timu ya taifa ya Burkina Faso George Minungu, licha ya kuwa na jicho moja, lakini aliifikia ndoto yake ya kuwa msakata kabumbu, na kubwa zaidi aliisaidia timu ya taifa ya Burkina Faso kufanya comeback ndani ya dakika 3 dhidi ya timu ya Equatorial Guinea katika michuano ile ya AFCON 2025 ambayo inaendelea pale nchini Morocco. George Minungu ni mchezaji wa timu ya taifa ya Burkina Faso ambaye alizaliwa Julai 25 mwaka 2002 Batibli Douibli nchini Ivory Coast, na alizaliwa bila ulemavu wowote wa macho. Minungu alianza safari yake ya soka mtaani kwao kabla kusaidiwa kuingia kwenye academy, ambapo baadaye alipata namba kwenye kikosi cha timu ya taifa ya vijana ya Ivory Coast chini ya umri wa miaka 20, na baadaye aliamua kubadili uraia na kuchukua uraia wa Burkina Faso baada ya kukosa namba kwenye kikosi cha wakubwa ya timu ya taifa ya Cote d'Ivoire. Na Septemba 3 mwaka 2025 alivaa jezi ya timu ya taifa ya Burkina Faso kwa mara ya kwanza wakati Burkina Faso wanaibuka na ushindi wa mabao 6 kwenye kampeni ya michezo ya kufuzu kombe la dunia. Na wakati huo tayari alikuwa ameshapata infection ya jicho la upande wa kushoto. Ndoto za kijana huyu mdogo aliyetoka katika kijiji cha Batibli nchini Ivory Coast bila chochote ila nguo alizovaa, viatu vya mpira na ndoto tu zilianza kuonekana pale alipopata namba katika timu ya vijana ya Sito Sounders, ambapo kocha msaidizi wa kikosi hicho Pedro Radosalvjevic alimbatiza jina la mtaalamu kutokana na kiwango kizuri katika timu ya taifa ya vijana. George aliandaliwa mkataba ili apandishwe kwenye timu ya wakubwa, ambapo akiwa kambini ghafla mambo yalibadilika na jicho lake la kushoto lilianza kuuma na kutoa machozi, na baadaye kwenye mboni ya jicho ilionekana kama ishara ya damu ambayo imeganda, na baadaye jicho lilibadilika rangi kabisa. Kwa Afrika pengine tungesema tayari mambo ya Kiswahili yameingia, yani baada ya kuonekana mchezaji anaenda kupata maendeleo, basi mambo ya Kiswahili yameanza. Lakini nyota huyu wa kuamini chochote alienda kwa madaktari, maspecialisti mbalimbali ambao walijaribu kuangalia tatizo, lakini hawakufanikiwa kuona chochote. Vipimo mbalimbali vya macho havikufanikiwa kugundua tatizo lake, na moja ya madaktari bingwa wa macho alimwambia George Minungu kuwa hajawahi kuona mgonjwa mwenye tatizo la jicho kama lile katika miaka yake 38 ya udaktari. Daktari huyu pia alimwambia George kuwa vipimo vinaonyesha jicho lake la kushoto limepoteza kabisa uwezo wa kuona, yaani amepata upofu na itakuwa ngumu kwake kuendelea kusakata kabumbu kutokana na tatizo hilo. George Minungu aligoma kukata tamaa na alisema atakipiga hivyo hivyo bila kujali kuwa atakuwa anaona kwa jicho moja tu. Katika moja ya mahojiano ambayo alifanyiwa, George Minungu alieleza kwa uchungu sana tatizo lake, akisema alitumia juhudi zake zote kuhakikisha anafikia ndoto yake, lakini alishangaa mara baada ya kuandaliwa mkataba wa kucheza kwenye kikosi cha wakubwa ndipo tatizo lilipoanza. George Minungu alikubaliana na hali yake na kuona kama ile ni hali ya kawaida, na alianza kufanya mazoezi kwa nguvu zake zote ili kuzoea maisha mapya ya kuwa na jicho moja. Lakini akiwa kwenye mazoezi na wachezaji wenzake, wachezaji wenzio walikuwa wakimtania kwa jinsi ambavyo alikuwa anacheza. Walikuwa hawaamini kama na ulemavu wa jicho, kwa sababu the way alivyokuwa anacheza alikuwa bora kuliko vile akiwa na macho mawili. Miezi 6 baadaye alirejea tena dimbani, ambapo Novemba 2024 alifunga bao lake la kwanza dhidi ya timu ya Vancouver, na hili halikuwa bao tu bali ilikuwa sehemu ya kumpa moyo na kuona kama vile hana changamoto yoyote. Kutoka katika kijiji kidogo pale nchini Ivory Coast mpaka kuambiwa hataweza tena kucheza mpira, kijana George Minungu alisahau kabisa maisha ya kuwa na macho mawili na kuzoea maisha ya kuwa na jicho moja. Amejiandikia historia baada ya kufunga bao la kusawazisha kwa timu yake ya taifa ya Burkina Faso na kuonesha nini maana halisi ya mwanaume kutotakiwa kukata tamaa katika maisha haya.